Mahakama imetoa uamuzi mdogo lakini wenye uzito mkubwa wa kisheria kuhusu pingamizi la upande wa utetezi dhidi ya notisi ya jamhuri ya kuongeza ushahidi chini ya kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA. Ingawa ni uamuzi wa kiutaratibu, athari zake ni pana kisheria, kimkakati na kisiasa. Tarehe 18 Februari mwaka 2026, upande wa mashtaka uliwasilisha notice ya kutaka kuongeza substance of evidence ya ushahidi wao ambaye ni ACP Amini Mahamba. Walidai wanafanya hivyo kwa mujibu wa kifungu cha 308 CPA. Lakini tarehe 23 Februari mwaka 2026, upande wa utetezi uliweka pingamizi ukisema kifungu cha 308 hakitumiki kwa hali hiyo. Shahidi huyo tayari alishasomwa wakati wa komito. Hivyo kilichokuwa kinaletwa ni ushahidi mpya, si marekebisho ya kiutaratibu, na hapo ndipo mjadala wa kisheria ulipoanzia. Mahakama ilifanya jambo muhimu sana. Iliweka tafsiri ya wazi ya kifungu hicho. Kifungu cha 308 kinatoa nafasi ya kuleta ushahidi wa shahidi ambaye alikuwepo lakini maelezo yake hayakusomwa wakati wa komito. Mahakama ilisema wazi, ACP Amini Mahamba alishasomwa wakati wa komito, hivyo kifungu hiko hakiwezi kutumika kuongeza maelezo mapya. Kwa maneno ya Mahamba, notisi hiyo ilikuwa ni incompetent na ilipaswa kufutwa, yani struck out. Huu ni msimamo wa kisheria uliowekwa mpaka. Je, huu ni ushindi wa nani? Kisheria ni ushindi wa utetezi, lakini kimchakato ni ushindi wa mfumo wa sheria. Mahakama imeonyesha taratibu, si formality. Committal proceedings zina maana. Masharti ya sheria hayawezi kupanuliwa kwa tafsiri pana. Na jamhuri walikuwa wanataka kujaribu kufanya nini kwa kufanya hivyo? Kuna uwezekano walitaka kupanua muktadha wa tukio na pia kuongeza vipengele vinavyohusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na jambo jingine ilikuwa ni kuimarisha mnyororo wa ushahidi wao. Lakini walichagua kifungu ambacho mahakama imeona hakiruhusu jambo hilo. Uamuzi huu unamaanisha mashtaka watalazimika kuendelea na ushahidi uliopo, au watafute njia nyingine halali ya kisheria, au watapitia upya mkakati wao. Ni pigo la kiufundi, lakini si mwisho wa kesi. Kwa mtazamo wangu, mahakama imefanya uamuzi sahihi wa kisheria. Imeonyesha uhuru wa tafsiri ya sheria. Imeweka rekodi muhimu kwa tafsiri ya kifungu cha 308. Lakini pia upande wa mashtaka haujapoteza kesi. Hii ni vita ya kisheria ya muda mrefu. Jambo moja la kujifunza hapa ni kwamba katika kesi za jinai utaratibu ni kila kitu. Ukikosea hatua moja unaweza kupoteza fursa muhimu. Uamuzi wa leo haujahukumu hatia wala kutokuwa na hatia, lakini umeamua jambo muhimu. Sheria lazima ifuatwe kwa ukamilifu. Kifungu cha 308 hakiwezi kupanuliwa nje ya mipaka yake. Katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu, ambapo bado inasikilizwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania, uamuzi huu wa kuitupilia mbali notisi ya jamhuri chini ya kifungu cha 308 cha CPA una faida kadhaa muhimu kwa upande wa Tundu Lissu kisheria, kimkakati na kisaikolojia. Kwanza, faida zake kisheria, ya kwanza ni kuzuia upanuzi wa ushahidi, na mahakama imezuia ushahidi wa ziada ambao ungeweza kupanua wigo wa mashtaka. Pia umelinda haki ya kujua anachokabiliwa nacho. Katika kesi za jinai, mshtakiwa ana haki ya kujua mapema ushahidi unaomkabili. Uamuzi huu umezuia mabadiliko ya ghafla. Na jambo la tatu, imeweka mpaka ya kifungu cha 308. Mahakama imeamua tafsiri inayobana matumizi ya kifungu hicho, jambo linaloweza kumlinda dhidi ya majaribio baadaye ya kuongeza ushahidi wa njia isiyo sahihi. Kuna faida za kimkakati ni kuwa mashtaka wamelazimika kubadili mpango. Baada ya notisi kufutwa, upande wa jamhuri unapaswa kurekebisha mkakati wao. Lakini kuna utetezi umepata momentum. Kushinda pingamizi huongeza kujiamini kwa timu ya utetezi,
na kuimarisha msimamo wao katika hatua zinazofuata. Pia imepunguza uwezekano wa kuchelewesha kesi kwa misingi isiyo sahihi. Uamuzi umeonyesha mahakama haitaruhusu matumizi yasiyo sahihi ya taratibu. Lakini kuna faida za kisaikolojia na taswira ya umma. Kwa kuwa Lissu ni kiongozi wa kisiasa, kila ushindi wa kisheria huongeza taswira ya kuwa anapata nafasi ya haki mahakamani, ujasiri wa wafuasi wake, na pia mtazamo kwamba utetezi wake una nguvu ya kisheria. Lakini muhimu kufahamu, huu si mwisho wa kesi. Ni ushindi wa hatua ya kiutaratibu, si uamuzi wa hatia au kutokuwa na hatia. Kesi bado inaendelea kwa ushahidi uliokubalika. Faida kubwa kwa Lissu ni hii: mashtaka hawawezi kuongeza ushahidi nje ya mipaka yake ya kisheria. Mchakato wa kesi umebaki ndani ya wigo uliowekwa awali. Utetezi umeonyesha uwezo wa kupinga hoja za kisheria kwa mafanikio. Kwa hiyo hayo ndiyo mambo ambayo yatamfaidisha Tundu Lissu baada ya kupata ushindi huo aliopata kwenye hili kesi. Unaitwa ushindi mdogo.